Karibu tena kwenye chaneli yetu. Leo tunasafiri hadi karne ya 18 mpaka 19 ndani ya moyo wa Afrika Magharibi, ufalme wa Dahomey. Hapa tunaongelea wafalme pekee, tunaongelea jeshi hatari zaidi la wanawake kuwahi kutokea duniani. Agojie leo tunakiwasha na movie ya The Woman King ya mwaka 2022. Movie hii haionyeshi tu mapambano ya mapanga, bali inaonyesha hasira, maumivu na uhuru wa wanawake weusi. Na mwisho nitakuambia kwa nini yule dada mkali Viola Davis ndiye alikuwa mtu sahihi pekee kuvaa viatu hivi. Twende kazi. Hii ni Child the Storyteller. Jina langu naitwa Child, the best presenter in town, mnyama OG. Story inaanza usiku wa giza totoro. Kikundi cha wanajeshi wa ufalme wa Oyo kimepiga kambi. Wakiwa wamelala wanajua wako salama, ghafla kutoka kwenye nyasi ndefu wanatokea wanawake wenye mapanga, misuli na macho ya simba. Hawa ni Agojie wakiongozwa na jenerali wao asiyejua msamaha ambaye anaitwa Narsisca, alichezwa na Viola Davis. Ndani ya sekunde chache kambi nzima ya Oyo inasafishwa na wanaokoa wanawake wa Dahomey waliokuwa wametekwa ili kuuzwa utumwa. Sasa Narsisca anarudi ikulu kwa mfalme wao mpya, mfalme Gezo John Boyega. Pamoja na ushindi huo, Narsisca ana wasiwasi mkubwa. Anajua ufalme wa Oyo ni mkubwa na una nguvu na hawatanyamaza zaidi ya hayo. Narsisca anapenda jinsi mfalme wao anavyoshiriki biashara ya utumwa na wazungu, kwa maana Wareno. Anamshauri mfalme Gezo, mfalme wangu, tubadilishe biashara, badala ya kuuza watu na tuuze mafuta ya mawese. Kati hayo yakitokea, tunakutana na binti mdogo mkaidi anaitwa Nawi amekataa kuolewa na mzee tajiri alikuwa anampiga, na baba yake anachoka na ukaidi wake, anaamua kumpeleka ikulu na kumtoa kama zawadi kwa mfalme ili ajiunge na jeshi la Agojie. Na hapa ndipo Nawi anakutana na Izogie, mwanajeshi mwandamizi mwenye roho ya chuma, lakini ana upendo wa dhati. Sasa mazoezi ya Agojie si mchezo, ni mazoezi ya kufa na kupona, kukimbia juu ya miba, kupasua magogo kwa mikono na kupambana hadi tone la mwisho. Sheria ya Agojie iko wazi: utakiwi kuolewa, utakiwi kuzaa, na mume wako ni mfalme pekee. Nawi kwa kutumia akili ya ukaidi wake anafanya vizuri sana kwenye mazoezi na kuanza kuwa karibu na jenerali Narsisca, ingawa Narsisca anamkazia bwana. Sasa mambo yanachafuka pale ufalme wa Oyo ukiongozwa na jenerali Oba Ade unapokuja kudai kodi kubwa kutoka Dahomey. Hapa ndipo tunapogundua siri nzito na kuumiza. Miaka mingi iliyopita, Narsisca alitekwa na askari wa Oyo na jenerali Oba Ade alimbaka na kumtesa vibaya sana. Kabla Narsisca hajakimbia, Narsisca alipata mimba kutokana na ukatili huo, na alipojifungua alimkata mtoto huyo alama begani kabla ya kutenganishwa naye. Ghafla macho ya Narsisca yanatua kwenye bega la Nawi na kukuta ile alama. Ndio Nawi ni mtoto wa damu wa Narsisca aliyemzaa kwa maumivu makubwa ya kubakwa. Hii inamfanya mapambano kuwa ya binafsi zaidi. Sasa inalipuka. Agojie anafanya shambulizi la kushtukiza dhidi ya Oyo. Ni mapambano ya kufa mtu panga kwa panga, risasi kwa risasi, lakini kwa bahati mbaya askari wa Oyo wanajipanga na kuwateka askari wengi wa Agojie, akiwemo Izogie na Nawi, na kuwapeleka bandarini ili wauzwe kwa Wareno. Gezo anakataa kutoa amri ya kwenda kuokoa askari waliotekwa akihofia usalama mfalme, lakini Narsisca anasema, siwezi kuwaacha wanangu. Yeye pamoja na kikosi kidogo cha mashujaa wake wanaasi amri na kwenda usiku kucha hadi bandarini. Kwa bandarini fujo ililipuka. Izogie anapambana kishujaa kulinda wenzake, lakini anauawa kwa kupigwa risasi. Sehemu hii inaliza sana. Narsisca anavamia kama dhoruba na kukutana uso kwa uso na adui yake wa kale, Oba Ade. Baada ya kichapo cha panga kwa kukata na shoka, Narsisca anamchinja Oba Ade na kulipiza kisasi cha miaka mingi. Wanarudi Dahomey kama mashujaa walioshinda vita na kukomesha biashara ya utumwa katika eneo lao. Mfalme Gezo anasujudu mbele ya Narsisca
kwa ujasiri wake na anamtawaza rasmi kuwa the Woman King, mtawala mwenza mwenye nguvu sawa na mfalme. Movie inaishia huku na Niska na binti yake Nawi wakikumbatiana, wakijua wamekomboa ufalme wao na nafsi zao. Sasa mimi na wewe inabidi tujiulize kwamba kwa nini mwongozaji Gina Prince by the Woods alimchagua Viola Davis kucheza uhusika huu wa Jenerali na Niska. Kwa nini asiwe mdada mwingine mdogo au mwanamitindo? Kuna sababu tatu hapa. Sababu ya kwanza, uwezo wa kuonyesha maumivu na nguvu kwa wakati mmoja. Lakini sababu ya pili, kubadilisha taswira ya Hollywood. Kwa miaka mingi Hollywood imeweka picha kwamba mashujaa wa kike wa action lazima wawe wasichana wadogo. Lakini sababu ya tatu, heshima na mamlaka. Viola ni mshindi wa tuzo ya Oscar. Unapomweka mbele ya skrini, hata bila kuongea, uwepo wake pekee unaleta amri ya heshima ya kijenerali. Huwezi kuangalia uso wake ukaona urembo wa kurembua. Unaona kiongozi, unaona mama, lakini pia unaona the Woman King uhalisia. Bwana, sasa mimi nakwenda kuhitimisha hii movie yetu. Huu ndio ulikuwa kisa cha kusisimua cha The Woman King na siri ya ushindi wa Viola Davis kwenye hii movie. Kama bado hujaiona, hii ni movie inayostahili kukaa kwenye maktaba yako ya movie bora kabisa za kibabe. Hii bonge moja la story. Sasa nakupa chimbo ambalo unaweza kwenda kuipata hii movie hii. Ukienda Netflix kule bwana, inabidi ulipie. Sasa najua kwamba wengi hatuna sasamba za kuweza kwenda kulipia. Sasa movie hii unaweza kuipata kwenye site ya bure kabisa ambayo inaitwa Wapload. Nenda pale kwenye Google pale kwenye Chrome, andika Wapload au andika Pluto, basi utazipata hizo site, utadownload movie bure kabisa, au sio? Namaliza na kusema kwamba hii ni Cha the Storyteller, mnyama mkali, Cha the best presenter in town, OG.